Hello wadau wetu wa KingoFarm. Leo tutawaelekeza jinsi ambavyo unaweza ukapunguza gharama za chakula kwa kutumia unga wa maganda ya ndizi. Kama wewe ni mfugaji, unakutana na changamoto sana ya gharama ya chakula au katika utengenezaji wa chakula, unakuta gharama ni kubwa sana. Hata ukiangalia vile vitu ambavyo umepewa labda au ile formula ambayo unaitumia, unakuta kuna vitu vinakuwa vina gharama sana kama soya, labda mahindi, dagaa na kadhalika. Namna ambayo inaweza ikakusaidia njia sahihi au njia pekee itakayoweza kukusaidia kupunguza gharama ya hayo matilu ya kutengenezea au kununua chakula cha dukani ni unga wa maganda ya ndizi. Unga wa maganda ya ndizi unasaidia sana kupunguza gharama za chakula kwa sababu unga wa maganda ya ndizi una protini, lakini vile vile una carbohydrate, lakini vile vile una fibers au nyuzi lishe, lakini vile vile una kiwango cha mafuta au fat. Kwa kama ukiutumia unga wa maganda ya ndizi kwenye chakula cha kuku wako, utakuwa umeongeza hivyo vitu ambavyo hivyo vitu pia huwa vinapatikana kwenye malighafi mbalimbali. Kwa mfano protini tunaweza kuipata kwenye soya, kama unatumia mahindi lishe pia huwa tunaitafuta, lakini vile vile ukija kwa upande wa wanga pia kuna mahindi huwa tunayatumia, lakini vile vile ukija kwa upande wa fibers huwa tunatumia mimea mbalimbali au nyuzi lishe, na ukija kwa upande wa mafuta huwa tunatumia vitu kama mashudu. Kwa hiyo hapo sasa kama utatumia unga wa maganda ya ndizi, basi kuna asilimia fulani ya hivi vitu ambavyo tunaenda kuvichanganya kwenye chakula vitapungua, au utaweza kupunguza kwa asilimia fulani ili chakula chako kisitoke kwenye ule ubora ambao unatakiwa. Kwa sababu chakula chako licha ya haya yote lazima kiwe kina ubora. Yani kijumuishe virutubisho vyote na kwa uwiano sahihi ambao unaendana na umri wa kuku. Kama tunavyojua kuku anapokuwa mdogo kuna vitu anavihitaji, ila anapoendelea kukua basi kuna vitu vinapungua na kuna vingine vinaongezeka. Kwa mfano kuku anapokuwa mdogo anahitaji protini nyingi sana. Kwa mfano kwenye ile starter unakuta kiwango kikubwa sana pale ni cha protini, lakini jinsi ambavyo inaendelea kwenye grower na finisher, kile kiwango cha protini kinaenda kinapungua. Kwa hiyo unapomtengenezea kuku chakula au unapotengeneza formula yako, hakikisha hiyo formula inaendana na vitu kama hivi. Angalie umri wa yule kuku au yule kifaranga, lakini vile vile mahitaji yake, unataka anenepe au unataka atage mayai mengi. Hiyo ndo maana ya formula. Kwa hiyo kama unatumia formula yako, basi jaribu kuweka na unga wa maganda ya ndizi kwa ajili ya kufanya chakula kiwe bora zaidi, lakini vile vile kwa ajili ya kupunguza gharama ya vitu vingine ambavyo vinaweza kuwa na gharama kubwa. Kama nilivyokuambia kwenye maganda ya ndizi kuna virutubisho hivyo ambavyo nimekutajia. Sasa kama unatumia formula yako, kwa mfano kwa wale ambao wanatumia formula ya KingoFarm, kuna formula kama 2 za KingoFarm tumeweka na unga wa maganda ya ndizi. Tulivyoweka ule unga wa maganda ya ndizi, kuna vitu kidogo tumepunguza. Kwa mfano kwenye upande wa mahindi, kama mahindi labda yalikuwa kilo 30, tunatoa tu 3% za ile kilo 30 tunaenda kupeleka kwenye unga wa maganda ya ndizi. Ukija kwenye upande wa soya, kama soya ilikuwa labda tuseme kilo 40, basi tunatoa asilimia kama 3 pia za ile soya tunaenda kuzipeleka kwenye unga wa maganda ya ndizi. Na kwenye upande wa nyuzi lishe na kadhalika tumeenda tunapunguza asilimia kadhaa, halafu tumeenda kuziweka kwenye unga wa maganda ya ndizi. Tumeweka kwenye unga wa maganda ya ndizi kwa sababu ni kitu ambacho tunaamini mtu yoyote anaweza akakipata bure kabisa. Na kama atatumia gharama basi atatumia gharama ndogo, lakini chakula chake, chakula ambacho atakuwa amekiandaa kwa ajili yao kuku kitakuwa kina ubora wa hali ya juu. Kwa hiyo kama unataka kupunguza gharama lakini kukiacha chakula kiwe katika hali ya ule ubora wa hali ya juu, tumia huu unga wa maganda ya ndizi kwenye formula ya chakula ambacho unawatengenezea kuku wako. Kama ni kuku wa nyama au ni kuku wa mayai, basi kwenye ile formula utaenda unatoa asilimia kadhaa unaenda kuzipeleka kwenye unga wa maganda ya ndizi, japo ni asilimia chache kwa sababu hata hivyo mahindi na kadhalika bado vinahitajika kwa wingi kwa kuku. Kwa hiyo nenda unapunguza asilimia walau 3 ya kila kitu vihamishie kwenye ule unga wa maganda ya ndizi. Kama nilivyosema, kama unatumia formula zetu za KingoFarm, kuna formula 2 mle, kama sio 2-3 zina unga wa maganda ya ndizi na zinafanya vizuri sana. Kama utatumia vizuri ya maganda ya ndizi kwenye zile formula zetu, basi matokeo utayapata ni makubwa sana. Zinafanya vizuri sana. Kuku wananenepa, kuku wanataga vizuri, ni kwa sababu ya ule unga wa maganda ya ndizi. Kama haujui ya uweke katika kiwango gani, basi nakushauri ununue vitabu vyetu au ununue ile formula yetu ambayo inafanya vizuri kabisa yenye unga wa maganda ya ndizi ndani yake. Utakuta pale kwenye ule mchanganyo tumeenda tuna balance.
Kuna vile vitu vingine tumevipunguza kidogo, tumehamishia kwenye unga wa maganda ya ndizi. Hivi vitabu ni shilingi 10,000 tu. Ukilipia unatumiwa soft copy kwa njia ya WhatsApp. Tuna vitabu vya chakula, vya booster pamoja na vya tiba za asili. Vinavyoelekeza kwa kufuga kuku aina zote kwa kutumia vitu mbalimbali vya asili. Kwa hiyo kama una kitabu kile cha chakula, hiki cha safari ya ufugaji au hiki cha muongozo, mle kuna formula, utaona jinsi ambavyo tumetumia pia mimea mbalimbali kwa ajili ya kupunguza gharama za chakula, lakini ukifanya chakula kiwe bora na kitoe matokeo mazuri kabisa. Na kushauri sana wewe mfugaji, nunua vitabu vyetu vya KingoFarm. Ni vizuri sana hivi vitabu vya ufugaji. Tuna safari ya ufugaji, tuna tiba za asili, tuna muongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili, tuna ufugaji wa broiler, lakini pia tuna ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Hivi vitabu vyote ukiviangalia utakuta kuna vitu mbalimbali au kuna mimea mbalimbali ambayo inatumika kwa kuku kwa ajili ya kutibu, kubusti na kuchochea vitu kama utagaji, nyama kwa kuku broiler na kadhalika. Lakini zile formula mle ni formula rahisi sana. Hata kwa yule mtu ambaye bajeti yake ni ndogo, basi zile formula zinaweza zikamsaidia kwa ajili ya kupunguza gharama. Utaona vitu kama hivyo, kuna majani mle ya mlonge, kuna majani ya mpapai, kuna vitu kama unga wa maganda ya ndizi, mkaa, vitu mbalimbali ambavyo vinaweza vikapatikana kwa gharama nafuu, lakini vikafanya chakula kiwe bora zaidi. Kila kitabu ni shilingi 10,000 tu. Ukilipia unatumiwa soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp, au kama una email utumia kwenye email yako, na utaendelea kuwahudumia vizuri kabisa kuku wako. Kuna mwongozo mzuri sana wa kufuga kwa kutumia tiba za asili na ukapata mafanikio makubwa sana. Sasa huu unga wa maganda ya ndizi utauandaje? Hapa utaandaa maganda ya ndizi aina yoyote ile. Unga wa maganda ya ndizi aina yoyote ile, labda imeiva au haijaiva, yaanike vizuri juani. Ukisha yaanika vizuri juani, nenda kayasage au kayatwange kwenye kinu. Halafu ule unga sasa utakaopatikana ndio utaenda kuchanganya kwenye kile chakula ambacho utakuwa umekiandaa. Huwa unafanya vizuri sana. Muhimu ni kuzingatia formula maalum ambayo itakusaidia. Unaweza ukatumia formula zetu KingoFarm, au kama una formula yako basi utaenda unapunguza 1% kwenye hivi vitu ambavyo nitakuwa hivi vitu nilivyokutajia huko nyuma, na badala yake utaenda kuviweka kwenye unga wa maganda ya ndizi. Asanteni sana. Tuwakumbushe tuna vitabu 5 vyenye miongozo ya ufugaji kama nilivyokutajia hapo nyuma. Vina miongozo yote ya ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Pia tuna kundi la mafunzo. Hili kundi ni nzuri sana. Ada yake ni shilingi 8,000 tu kwa muda wa miezi 2. Utapata darasa la namna ya kufuga kuku, lakini kama una maswali utauliza na utajibiwa. Kama unahitaji hizi huduma, utachukua namba hapo kwenye video na utatupigia au utatutumia ujumbe. Huduma zetu ni kundi la mafunzo, ada ni 8,000, vitabu 5 ambavyo vina miongozo ya ufugaji wa kuku aina zote kwa kutumia tiba za asili, booster za asili, chanjo za asili. Kina miongozo mizuri sana kila kitabu. Kila kitabu ni 10,000 tu. Ukilipia unatumiwa papo hapo soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp, na unaendelea kuwahudumia kuku wako vizuri kabisa. Kama unahitaji ushauri, una maswali, tunakushauri pia ujiunge na ili kundi letu la mafunzo ya ufugaji. Asanteni sana. Tunawapenda na Mungu awabariki.